Kama ni mtu anatujoin mara ya kwanza, ninaweza shauri arudi akatazame zile za pale nyuma, kwa sababu zina mambo ya msingi sana. Tunakoelekea huko mbele pia zinatujengea flow nzuri kutokea huko tulikotoka tunapoelekea pia hapa mbele. Kwa hiyo session ya kwanza tulijifunza utangulizi wa mfumo, namna gani mfumo huko, kipi kinafanya nini, lakini pia tukajifunza juu ya kuingiza washiriki. Nadhani hiyo ni session ya msingi sana. Session ya pili jana tulijifunza juu ya habari ya kuhariri taarifa za washiriki kwa pamoja, kile tulichokuwa tunakiita bulk update, pamoja na kushughulika na habari ya uhamisho wa washiriki. Leo bado tuko kwenye kipengele hicho hicho cha habari za washiriki, na leo tutakuwa tukishughulika na habari sasa ya kupunguza, ambayo ni habari ya watu ambao pengine wamefariki ama wamekuwa wameondolewa kwenye vitabu vyetu vya ushirika na tungetamani kuweza kuwaondoa. Kwa hiyo samahani, dakika moja ili niweke sauti vizuri. Asante. Okay. Kama ambavyo imekuwa ada sasa hapa hadi kufikia sasa hivi hapa wengi wetu tushakuwa wenyeji, tunajua habari ya kulogin na nini. Kwa hiyo ukifika kwenye page yako ya login, baada ya kuandika www.acmsnet.org, utajaza username yako na password yako ulionayo, then utasign in. Na hapa ndipo muujiza huu huanzia. Sasa naomba nizime kitu fulani hapa. Okay, asante. Sasa ngoja tuisubirie load. Mtandao wangu leo umekuwa kwa ajili ya hili. Leo ninaomba niende kanisa gani ambalo ninaweza nikapata taarifa hizi. Nadhani leo sitatumia kanisa langu mahalia. Leo nitatumia kanisa la Adventista Sabato. Nitaomba nitumie kanisa la Adventista Sabato Buzuruga leo kwa ajili ya mfano. Okay. Ngoja nitazame kama nina data hiyo kwanza. Nataka nijihakikishie kwamba ninachokifanya ni kitu ambacho tayari kina data zake zipo. Waliobatizwa. Kwa bahati mbaya sina taarifa ya watu walioondolewa. Kama kuna mtu ambaye yuko kwenye call sasa hivi na naamini kanisani kwake tunaweza tukapata mifano mizuri ya kushughulika nayo, nitashukuru akiniandikia kwamba nenda kanisa fulani. Itanisaidia. Kama unahisi kanisani kwako tunaweza tukapata mifano ya either waliofariki ama, sababu nilikuwa najaribu kupitia hapa na gundua ni kama ninaweza kupata mifano hapa karibu moja sio nini. Unaweza kaniambia tu kanisani kwangu nenda, kuna pengine wajina ulioyapitia uliona kuna mtu fulani pengine anahitaji kuondolewa na vitu kama hivyo. Unaweza kaniandikia. Okay. Wakati huo mimi nani ngoja niendelee kutazama kama naweza nikapata. Sababu kwa bahati mbaya makanisa yetu mengi taarifa zake. Chache hivi. Okay, asante. Ngoja nimeambia nielekee tu Buzuruga kule tulikuwa tumekusudia kupatumia. Kwa hiyo leo tutaenda kanisa la Buzuruga, kwa sehemu kubwa tutakuwa tukipatumia hapo kwa ajili ya kujifunza. Bahati nzuri ni kitu ambacho haitakuwa session ndefu sana. So far hadi kufikia sasa hivi wengi tumeshaelewa ni nini kinafanyika hapa. Lakini ngoja nije hapa sehemu ya home, hapa kwenye menu alafu member search/new. Nije kwanza hapo nizungumzie kitu kimoja ambacho tumekuwa tukikiruka mara nyingi, lakini leo ni muhimu kukizungumzia. Ukitazama hapa sehemu ya person type, kama ni kwenye simu zetu inakuaga hapa kwa juu. Hii sehemu ya person type, ukitazama kuna vitu viwili ambavyo mara zote unavikuta vimeandikwa hapa, PR na MEM. Hawa ni wale washiriki wenye ushirika. Ambao tungeweza kutumia neno washiriki hai, lakini definition ya washiriki hai inatofautiana
na kusudi la hapa, lakini hapa mimi nazungumzia wale washiriki wenye ushirika ambao ushirika wao bado unasomeka kwenye vitabu vyenu. Lakini ukibonyeza hii sehemu ya person type, ukishuka chini kidogo hapo utaona hawa ndio wanaitwa active au current member, yani washiriki ambao ni washiriki wa kanisa lako kwa wakati huo. Ndio wao wanaangukia kwenye makundi mawili ya either kuwa wachungaji ama washiriki member wenye vibutton vya kijani hawa. Lakini kuna makundi matatu ya watu ambayo yanabaki nje ya hilo kundi la washiriki ambao wanaushirika kwenye kanisa lako. Kuna hawa watu ambao wanaitwa interest, waliovutiwa. Lakini pia kuna hawa wanaoitwa person, watu, naweza nikatumia neno waumini, naweza lisiwe sahihi lakini ni person, mtu tu. Lakini pia kuna deceased, wale ambao wamefariki. Sasa kwa kawaida mwanzoni ukivuta majina bila kutiki chochote, ukivuta majina yote hapa, majina utakayoletewa ni ya wale washiriki ambao hawaanguki kwenye makundi hayo mengine matatu, wanaangukia kwenye yale makundi ya awali mawili tu. Kwa hiyo utaona wote wana kibutton cha member hapa mbele. Lakini kama tukiondoa hizo, unaweza kuantick, nikaweka labda nataka nivute deceased tu, waliofariki, itaniletea washiriki waliofariki wote walio kwenye mfumo wangu. Kiujumla ni kwamba mfumo huu unafanya kazi tu kama vitabu. Kwa hiyo kwenye vitabu vyetu mtu akiondolewa ushirika huwa hatufuti jina lake kwa wino mweupe, wala huwa hatukati jina lake kwa kalamu hivi. Tunaenda mbele pale tunaandika taarifa zake. Kwa hiyo jina lake na taarifa zake zinaendelea kubaki kwenye kitabu, lakini sasa hazihesabiki kama washiriki walio kama sehemu ya washiriki wa kanisa letu. Kwa hiyo hivyo pia hicho kitu pia tunakiona hapa. Sasa je, unamhamishaje mtu kutoka makundi mawili kwenda makundi hayo matatu? Hicho ndicho ambacho tutakuwa tukizungumzia leo. Na tunashukuru kwamba kwenye call yetu alitupatia maelekezo Charles pale, tunaweza tukaenda kanisani kwake tukatumia. Niombe kutoa taarifa kidogo kwamba kama ni ndo mara ya kwanza umekuwepo, bahati nzuri wengi wenu naona mmekuwepo muda mwingi, lakini kama ndo mara ya kwanza unaweza kwenye group lile la ACMS coordinators kuna taarifa zinazohusiana na zinaweza kuweza kurudisha kwenye session 2 zilizopita. Kwa hiyo ukipata wasaa tafadhali pita hapo. Kama uko kwenye group hilo, unaweza umetumia link pengine na mchungaji wako, unaweza ukanitumia message na nikakuunga kwenye group hilo. Baada ya kusema hivyo, ngoja turudi hapa sasa. Tuseme tunaye mshiriki anaitwa Ezra. Ngoja tusearch. Niambia anaitwa Ezra nani? Ametuambia anaitwa Ezra. Ngoja nitazame hapa. Anaitwa Ezra Amos. Sasa nikitazama hapa kwenye mfumo, kwa mujibu wa hapa ni kama hatuna mshiriki anaitwa Ezra Amos. Kwa hiyo nadhani inanilazimu kwenda kanisa lingine. Ngoja niende kwa kanisa lingine. Okay, nitatolea mfano tu. Sasa hofu yangu ni kwamba ngoja nikajitolee mfano mimi. Sije nikatolea mfano. Okay, kwa hiyo nitaenda Nsumba Mlimani kama ilivyo ada. Member /new. Alafu nitaandika jina la mshiriki huyu ambaye pengine amefariki au amefutwa ushirika. Kwa hiyo nitaandika Michael Mibachi labda mfano. Alafu nitasearch. Nikisearch itaniletea taarifa za Michael Leonard Mibachi. Kwenye simu inakuwa kitu kama hiki. Sasa ukija hapa mwisho kuna vibutton vitatu kwenye, tulizungumzia ile siku kuhusiana kale kakalamu kwenye kuedit, lakini kuna vibutton hivi vitatu. Then tukazungumza juu ya habari ya historia kama mnakumbuka kwenye siku ya pili. Leo tunazungumzia kuhusiana na kabutton ka mwisho kana kuhusiana na habari ya kufanya hivi vitu tunavyofanya leo. Kwa hiyo ukibonyeza hivi vidoti vitatu vinakuletea option tofauti hapa. Unaweza ukaview fomu ya ubatizo ya huyo mshiriki, kwangu mimi naweza nikabadilisha designation ya huyo mshiriki, lakini pia ninachotamani tukizungumzia hapa leo ni hichi tu cha transaction. Kwa hiyo ukibonyeza sehemu ya transaction itakuletea vile vitu ambavyo tunaweza tukavifanya sasa kwa leo.
nikizungumza juu ya habari ya kwa mfano sehemu ya kwanza inayohusika na, hapa tuna miamala mitano, kwa hiyo nitazungumzia leo hii mitatu kwa sehemu kubwa. Okay, nikibonyeza muamala wa death, tuseme mshiriki Michael Leonard Mibachi amefariki, sasa tunahitaji kumuondoa kwenye vitabu vyetu vya ushirika. Nitabonyeza hiyo option, nitakuja transactions and then nitabonyeza death. Sasa death haina hekaheka nyingi. Ukiandika death, ukibonyeza death itakuomba tarehe ya huyo mshiriki, alifariki tarehe gani, tarehe ngapi. Utaandika tarehe ya kufariki kwa huyo mshiriki. Tahadhari pekee ni kwamba hakikisha tarehe unayoiandika hapa haiko sijui ni nyuma sijui ni mbele ya tarehe iliyoko hapa ya transaction ya mwisho. Kwa mfano, mshiriki wetu aliingizwa kwenye vitabu. Kwa mfano hapa inaonyesha Michael ushirika wake ulihamishwa tarehe 19 mwezi wa kwanza, ndio ulipokelewa kwenye kanisa hili. Tukiandika kwamba Michael alifariki tarehe 18 mwezi wa kwanza, mfumo unashindwa kutuelewa kwa sababu tarehe 19 huyu mtu alipokelewa, haiwezekani kwamba alipokelewa akiwa amefariki. Kwa hiyo tarehe ya kifo inapaswa kuwa mbele ya tarehe ya transaction. Naamini hilo limeeleweka. Tarehe ya kifo inapaswa kuwa mbele ya tarehe ya transaction. Kwa hiyo utaandika tarehe hiyo ya kifo, labda tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2026, and then baada ya hapo utabonyeza update. Ukibonyeza update tu, mfumo utambadili mshiriki huyu kutoka kuwa member kwenda kuwa deceased. Sasa siwezi kubonyeza update kwa sababu huyu mshiriki hajafariki. Nitatamani kama wakati tunaendelea na session hivi, nitakuwa nikiangalia hapa ikiwapo mtu atatokea ambaye ana taarifa ambazo zinaweza zikawa zinaingia kwa ajili ya mshiriki huyo, ambazo tunaweza tukazitumia. Pengine amepita kwenye mfumo wake, amegundua fulani amefariki au fulani amefutwa. Nikipata taarifa hiyo wakati tukiendelea na session nitashukuru. Kwa sasa mimi nitaomba kuendelea kwa mfano okay. Hiyo itanisaidia itanisaidia kufahamu. Kwa hiyo ngoja nifanye kitu moja hapa, nitakuwa nikitazama hizo. Kama kuna mtu anaweza kawa na pendekezo nitashukuru, nitakuwa nikitazama hapa. Sasa hivyo ndivyo tunavyoshughulika na mtu ambaye pengine amefariki. Kwa hiyo utakuja tu hapa main options, alafu transactions, alafu utakuja death, utaandika tarehe ya kifo. Naamini hilo limeeleweka. Tuseme sasa tunataka kushughulika na mshiriki ambaye, labda nifute huyu sasa niandike taarifa nyingine. Tunataka kushughulika na mshiriki ambaye pengine amefutwa ushirika. Kwa hiyo nataka nitafute jina hapa ambalo nitalitumia kama mfano. Okay, nitatumia mfano wa huyu mshiriki anaitwa Michael Leonard huyu. Yeah. Kwa hiyo naye utaratibu ni ule ule, sehemu ni ile ile tunayotumia options, alafu transactions, alafu kwenye transaction unakuja hapa sasa. Kuna transactions mbili. Kuna transaction ya karipio. Ukibonyeza censure inakuletea sehemu ya karipio ambayo unatakiwa kutiki vitu vifuatavyo. Unapaswa kutiki kwamba mshiriki huyu alionwa, lakini pia unapaswa kutiki kwamba alivunja kanuni kama zinavyoonekana kwenye mwongozo wa kanisa. Alafu pia baada ya hapo unapaswa kuwa na tarehe zifuatazo. Unapaswa kuwa na tarehe ambayo mshiriki huyu alifahamishwa kwamba jambo linapelekwa, jambo lake hilo lililojadiliwa lilosababisha akapata karipio linapelekwa kwenye baraza la kanisa. Utaiandika hapa. Baada ya hapo utaandika tarehe ambayo karipio baraza la kanisa lilivote kumpatia huyo mtu karipio.
Baada ya hapo, hapa tarehe inayofuatia ni tarehe ambayo huyo mshiriki alifahamishwa kwa barua kwamba swala lake sasa linapelekwa kwenye halmashauri ya kanisa, na baada ya hapo utaandika tarehe ambayo baraza la kanisa lilipitisha kumfuta huyo mtu ushirika, na baada ya hapo utazungumzia utaandika tarehe ambayo alifahamishwa juu ya sio kufuta ushirika, nimekuwa nazungumzia karipio. Alifahamishwa juu ya karipio hilo kwa barua. Sasa tarehe ya lazima hapa ni hii, lakini hizi zingine pia 4 zilizobaki ni za muhimu sana. Kwa hiyo hii ni vyema mkifuatilia kuhakikisha kwamba hayo mambo yanazingatiwa kwenye mabaraza yenu huko. Lakini pia karipio ina duration, kipindi kisichovuka miezi 12. Kwa hiyo nitaandika kwa mfano huyu mtu tulivote karipio lake labda tarehe 3, tarehe 4 ilikuwa Sabato, tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2026, sawa. Alafu akawa na karipio labda la miezi 8, yenyewe ita calculate end date, karipio lake litaisha lini. Kwa kinachobaki mimi ni kuandika namba ya minute, alafu nina apply. Nikiapply huyu mtu kwenye mfumo anakuwa tayari ameenda na hiyo ya karipio. Kwa hiyo inambadilisha kutoka kwenda member kwa kipindi hicho na kumweka kuwa person kwa kipindi hicho. Hiyo tumezungumzia censure ambayo ni karipio. Naomba nizungumzie juu ya habari ya removal ambayo ni kuondoa washiriki. And naendelea kurudia, kama ikiwapo mtu ana mfano ambao tunaweza tukautumia, itakuwa namkaribisha, tunaweza tukafanya hivyo. Ukija sehemu ya removal, by the way njia ni ile ile. Utakuja member, ngoja nianzie hapa home, alafu member search/new. Unaweza kaandika jina lake au ukasearch tu bila kuandika. Ikaja ikakuletea labda mshiriki anaitwa Michael Leonard. Ukaja hapa kwenye vidoti vitatu, then transaction, alafu ukachagua removal. Ukichagua removal, kuna njia mbili ambazo tunaweza tukafuta mshiriki kwenye vitabu vyetu vya ushirika. Njia ya kwanza ambayo mara chache sana kukuta inatokea ni kama mshiriki mwenyewe ametuomba tumfute ushirika. Naam, sasa kuna nyakati ambazo mshiriki anaweza akaja akasema mimi naomba bwana nifutwe ushirika, akaomba kwa baraza la kanisa kwa sababu zozote ambazo atakuwa nazo, kama viongozi, kama sehemu ya kanisa, kama sehemu ya malezi. Ni vyema kuendelea kushauriana naye na kujua ni kipi kinaweza kikaa namna gani ya kumsaidia. Lakini ikitokea pale ambapo imelazimika sasa kufanya hivyo, kama alituomba, tutachagua tu at members request. Ukichagua at members request, itakuomba tarehe ambayo halmashauri ya kanisa au mkutano mkuu ulivote kufuta ushirika wake, lakini pia na minute number. Ukibonyeza update, itamtoa huyu mtu na kumweka kwenye wale watu waliofutwa ushirika. Lakini pia option ya pili ambayo mara nyingi ndio common zaidi ni ya kuondoa sisi kanisa, kama kanisa ndio tunakuwa tumeamua kumfuta mtu ushirika. Kwa hiyo itakuja sehemu ya removed. Sasa yenyewe pia kama ilivyo kwenye karipio kule, itakulazimu kwamba moja, utiki kwamba huyu mtu alivunja kanuni kama zilivyoonyeshwa kwenye mwongozo wa kanisa. Alafu pia utatiki kwamba huyu mtu alionwa. Usipofanya hivyo haitokubali kumfuta huyu mtu ushirika, kwa sababu hata hivyo ni vigezo vya msingi sana vya kumfuta kabla hatujamfuta mtu ushirika. Lakini pia zitakuja zile tarehe 5 kama tulivyozizungumzia kule. Baada ya hapo utaandika minute number na utabonyeza update. Ukibonyeza update, huyu mshiriki anakuwa ameondolewa kwenye vitabu vyako vya ushirika. Sasa mtagundua toka tumeanza sijabonyeza popote update kwa sababu sikutaka, nina uhaba wa mifano. Kwa hiyo nilitaka nitumie vizuri mifano yangu. Kwa hiyo kama mtakuwa mnatazama hapa, sijui kama itakuwa inaonekana, lakini hapa ilipo mouse yangu utakuwa unaona sasa hivi Michael Leonard anasomeka kama member. Sawa? Nikija kuchagua, mimi nitachagua at members request. Sawa? Alafu
By the way ninaweza nikatumia undo, ngoja nitumie undo. Kwa hiyo undo, period ya undo ni leo, alafu naandika pengine ilikuwa ni duplicate, kwa hiyo na undo. Utaniuliza una uhakika, nitaiambia ndio. Sasa inamtoa huyu mtu kuwa member kama alivyokuwa hapa, inamweka kuwa person. Kwa hiyo nikirudi tena kutafuta washiriki sasa, nikiomba kuvuta idadi ya washiriki upya, huyu mtu hatokuwa hapa, ametoka. Sehemu ya Michael Leonard nitaona ametoka tayari. Kwa hiyo tumebaki naye. Kama tukitaka kumuona itabidi tuje hapa, tuantike hawa, tuvute person. Tukisearch, hiyo inaweza ikatuletea mtu aliyefutwa ushirika. Kile kilichofanyika hapa ndicho kinachofanyika pia na pale ambapo inapotokea kwamba mshiriki amefariki, pia itafanya hivyo hivyo. Ninaomba pia, ninatambua pia kwamba niruhusu nitumie wasaa huu kujaribu kuzungumza kuhusiana na kuunganisha majina yaliyojirudia. Na kwa hili naomba mtaniruhusu niende kanisa gani, kanisa la Bwiru mfano. Bwiru inawezekana mfano mzuri. Nikienda member, search/new, nikavuta washiriki wote. Ngoja nivute niangalie hapo kuna mshiriki na hakika nilijihakikishia wakati fulani alikuwa amejirudia. Ngoja niangalie kama bado yupo. Kuna mshiriki huyu hapa anaitwa Dua Hamza. Okay. Kuna mshiriki anaitwa Dua Hamza na mshiriki mwingine pia anaitwa Dua Hamza. Ngoja ni okay. Sasa nikigundua kwa mfano hawa wanaweza kuwa tofauti, lakini nikigundua kwa mfano kwamba hawa ni mshiriki mmoja, huyu na huyu, nitaenda kwa mshiriki mmoja wao, nitabonyeza kwenye vile vidoti vitatu, alafu nitachagua kitu kinaitwa merge records, kuunganisha taarifa za hawa watu. Then nikishabonyeza merge records, itachukua ile wa kwanza itamleta kama primary, kwa maana kwamba huyu primary ndo taarifa zake zitabaki ukiunganisha. Ila inaniambia sasa nitafute nataka kumuunganisha na nani? Kwa mimi nitaandika tena nataka kumuunganisha na Dua Hamza. Alafu nita search. Yenyewe itaniletea tena Dua Hamza wa pili hapa. Kwa hiyo nita select. Kwa hiyo nikiselect Dua Hamza wa kwanza anakuwepo hapa kama primary, lakini Dua Hamza yule wa pili nilimsearch sasa anakuwa ipo hapa kama secondary. Nakusudia kuunganisha hawa wawili nikibaki na taarifa za huyu mmoja tu. Kwa hiyo nikibonyeza merge itaniuliza kama nina hakika, nikiambia ndio inaniambia cannot merge members adjust out one of the records first. Kwa maana hiyo ni kwamba kwenye mfumo inaniambia haiwezi kawaunganisha hawa. Kwa hiyo ni lazimu ni adjust mmoja kwanza, ni adjust out, ndipo nije nijaribu kuwaunganisha. Kwa hiyo inatulazimu twende tukajifunze juu ya habari ya kuadjust out kama mtakuwa mmenotice. Kwa hiyo nitarudi sasa, kwa sababu sina hakika juu ya hawa, naomba nitumie mfumo wa nirudi kwa washiriki fulani walikuwa hapa juu, nilihakikishiwa kwamba ni mtu mmoja. Kuna mtu anaitwa Adasa H Mwanga na Adasa M Mwanga. Sasa wewe utajihakikishia kwamba je, jina lake sahihi ni lipi? Ni Adasa H Mwanga ama Adasa M Mwanga? Kwa mfano tunajihakikishia tukagundua Adasa H Mwanga ndio jina sahihi. Kwa hiyo nitakuja nitamuadjust out huyu Adasa M Mwanga. Ninamuadjust vipi? Nakuja hapa nachagua transaction, alafu nachagua adjust out. Nikiadjust out nachagua leo. Kwa mfano today. Sasa mta notice kwamba hiki ni kitu ambacho kinadai minute. Kwa kudai minute maana yake ni kwamba hiki kitu tunapaswa tukifanye kwa ruhusa ya baraza la kanisa au halmashauri ya kanisa. Hatupaswi tu kwa sababu tunajua fulani amefanya nini. Sehemu yote inayodai minute ni vyema ukipata ruhusa kwanza, hata kama yako kwenye mfumo. Ni vyema ukipata ruhusa kwanza kuyaondoa hayo majina. Usiondoe kwa sababu tu unafahamu kitu fulani kimekaa
hivi. Kwa hiyo nikija nitaandika hiyo taarifa, minute number, sebe 2, nita adjust out, itaniuliza kama nina hakika, niki adjust out inakuwa imemuondoa. Sasa ninakuja nina merge records tena, naambia nitafikia Hadasa Mwanga, search, imempata huyu hapa, kwa na select, nikiselect na merge, inaniambia hii kumerge hakuwezi kuwa reverse, nasema okay. Hapo imeweza kuwaunganisha sasa hawa watu wawili wamekuwa mtu mmoja. Kwa hiyo tumejifunza kwamba kumerge taarifa za watu wawili utamadjust out mmoja kwanza. Ukishamadjust out utakuja uwaunganishe hao wawili sasa wawe mtu mmoja. Ninaamini kufikia hapo nimekava kile ambacho, ngoja niandike Hadasa search. Sasa amekuja yule mmoja. Kwa mfano tukisema yule mwingine anaweza kama amejificha, hebu naye mlete. Natuambia hapana, bado yuko yule mmoja mmoja, hizo taarifa zimeunganishwa. Hivyo ndivyo tunavyoshughulika na habari za majina yaliyojirudia, watu waliofutwa ushirika. Liko swali? Liko swali? Naamini kwa uzuri imeeleweka. Sasa kwa sababu ya ninaamini hilo limeeleweka kwa sababu sijaona swali, na wakati nikiendelea kufikiria kama kutakuwa kuna swali, ngoja ni jaribu kutazama kitu kimoja kingine ambacho ni cha ziada, chenyewe tunaweza tusikizungumzie. Wameuliza watu wengi sana juu ya habari ya duplicates, na kwa ajili ya hili naomba niende Buzuruga. Mfano ukifungua kanisa la Buzuruga inakuambia kabisa kwamba kuna duplicates 55 hapa mwanzoni. Sasa hii taarifa inaweza ikawa sahihi ama isiwe sahihi kulingana na mfumo unavyozipima duplicates. Kwa mfano mimi naitwa Michael Leonard, akawepo Michael Leonard John mahali, mfumo unaweza kahisi hawa watu kuwa mtu mmoja. Kwa hiyo wapi unashughulika na hilo? Utakuja tena kwenye member na sehemu hii ya duplicates. Hizo sehemu mbili nazo nitazizungumzia tu kwenye session hii ya leo. Sijali, tutakuwepo hapa. Kwa mfano kuna mshiriki washiriki, kwa mfano tuchukulie mshiriki anaitwa Agnes Elias kwa mfano. Inakwambia inahisi huyu mtu ana duplicates. Utakuja utabonyeza check duplicates. Ukicheck duplicates inakwambia kwamba kuna huyu mshiriki anaitwa ile angalia kwa anaitwa Agnes Elias, si ndio? Lakini nakwambia inahisi kuna mshiriki anaitwa Hamis Elias, yuko wapi? Yuko Bugarika. Kuna mshiriki anaitwa Agnes Elias, yuko wapi? Yuko Bushashi. Kuna mshiriki anaitwa Agnes Elias, yuko wapi? Yuko Kisiwani. Kuna mshiriki anaitwa Agnes Elias, yuko wapi? Yuko Nyakaboja. Kuna mshiriki anaitwa Agnes Elias, yuko wapi? Yuko Karukekere. Asante. Kuna mshiriki yuko Bomani. Kuna mshiriki yuko Nyakaboja. Kuna mshiriki yuko Ngudu Central. Kuna mshiriki yuko Nyawilimilwa. Kuna mshiriki yuko Mwakitolio. Kuna mshiriki yuko Buzuruga. Sasa huyu Buzuruga ndio kwetu. Sasa unachoweza kufanya, unawaambia tu kwamba ngoja kwanza nimweke huyu kwa sababu huyu ndio kwetu, na make primary, sawa? Kwa ukisha make primary, na leo ngoja kidogo, make primary. Alafu hao wengine unaweza ukasema ignore not the same. Kwa hiyo anawaondoa hapo. Au huyu wa Ngudu Central ignore, sio huyu wa kwetu. Au unaweza ukacompare history uone mambo yao. Huyu ni tofauti na wa kwangu. Sawa.
una ignore, unasema not the same. Uta ignore wote. Kwa mfano huyu ni Wabuzuruga, ignore not the same, 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 ignore not the same. Kwa hiyo nikirudi kwenye check duplicates, nataraji huyo sasa Agnes anakuwa, kwa sababu nimeshajihakikishia kwamba sie, naweza nikaondoa sasa. Kwa mfano huyu Ahadi Teendwa ambaye tunahakika kabisa ndiye, kuna mmoja yuko hapa ameingia kwa baptism, lakini pia tuna mwingine ameingia kwa adjustment. Unachofanya kwenye mazingira kama hayo ni kufanya kile tulichojifunza juu ya habari ya kumerge. Kwa hiyo utamadjust out mmoja ambaye unahakika taarifa zake sio ambaye taarifa zake sio, pengine sio sahihi, au hata kama ni sahihi unachukua ile yenye taarifa sahihi zaidi, utamadjust out yule mmoja aliyebaki, and then utawamerge, utawaunganisha hao watu wawili kuwa mtu mmoja. Kwa hiyo hilo limekaa kwa sura hiyo. Kwa hiyo hii habari ya potential duplicates isikushtue, ndivyo pia ilivyo tunavyoshughulika na habari ya duplicates hapa. Jambo moja la mwisho leo natamani tumalizane na habari za members kabisa, ili kesho tumalizie habari ya report tuwe tumekaa vizuri. Naona kama hatutofika siku 5 kwa sababu baada ya hapo tutakuwa nahisi kama tutakuwa tumemaliza. Tukigusa report tutakuwa tumemaliza. Boni, nimeliona swali lako, ninakuja kulizungumzia muda sio mrefu. Naomba nigusie habari ya categories, ambacho ni kitu kingine nilichokuwa nimekiruka. Sasa mfumo unaturuhusu pia kuclassify washiriki wetu kwenye categories tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa mfano tunao washiriki hapa wengi ambao hawajawa categorized, wanaonekana kama hawana classification. Ngoja nirudi hapa mfano. Ukicheki hapa una washiriki 477 kati ya washiriki 1800, una washiriki 477 wanao attend regularly. Una washiriki 21 ambao hawattend regularly, washiriki wawili ambao wanaattend makanisa mengine, mmoja ambaye ni mzee au ni mgonjwa. Alafu una washiriki wengine hao ambao hawajawekwa kwenye kundi lolote lile. Kwa unachoweza kukifanya, unaweza ukaja kwenye sehemu ya bulk update hapa, sawa, ambayo tulijifunza habari zake jana. Alafu ukachagua other information, alafu ukasema by name, ukasearch kwa mfano. Ngoja nione kama itakubali hapo. Kuna kitu nimekijaribu ambacho ni cha tofauti. Sio hapo. Kwa hiyo ngoja nirudi hapa kwenye categories. Kwa utakuja kwa mfano, unavuta washiriki wako wote wameshakuja hapa. Labda tuseme nataka mshiriki anaitwa huyu Adam Maro, ambaye tumemuona hapo chini kwamba hana category. Kwa Adam Maro unaweza ukamwanzishia kwamba nina assign, nataka nifanye wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nita assign labda unaweza ukachagua kufanya mmoja mmoja, ama ukachagua kufanya washiriki wengi kwa wakati mmoja, kuassign kwenye category fulani. Kwa ukistart inakwambia nataka category gani, labda wanao attend regularly. Sawa? Inakuja nachagua wanao attend regularly, labda ni Adam Maro na Maro Musoma Maro. Nikisave hawa watu ninakuwa nimeshawasainia category hiyo. Kwa hiyo naomba nirudie tena hapo kwenye sehemu ya category, ili sasa nikitumia interface ya simu. Okay. Naweza nikaja hapa kwenye menu, member, then categories, sawa? Alafu nikachagua kwamba je, nataka nifanyeje? Mimi sitaki kusearch member specific, nataka nifanye wote kwa pamoja. Kwa mfano hawa 50 wako sawa. Kwa hiyo nabonyeza category start, nauliza je, nataka niweke wote kwa wakati mmoja mmoja ama nifanye wote kwa wakati mmoja. Nachagua multiple na start. Kwa hiyo ninakuwa nachagua labda Abia. Kwa mfano huyu nachagua category ya watu wanaokuja mara kwa mara. Kwa hiyo nitachagua labda Abia na Abigaili, labda na Abigaili labda na Adal. Nikishamaliza hivyo nitashuka chini. Sasa hapa ndio simu inapoudhi.
kidogo tofauti na kompyuta, maana kale kakusave kanakuwa hapo pembeni, lakini ukishatiki wote mpaka chini, kwa mfano wa mwisho kwangu nilikuwa nataka kumtiki labda ni Amina. Nimeshampata Amina, nimetiki wote, kwa hiyo nitarudi tena juu, alafu nitasema hawa watu wako tuna save au wana attend regularly. Kama kuna ambao tumewaandikia barua za utambulisho wanasali makanisa mengine, nitakuja nitachagua hao, alafu nasema fulani ambaye hana nani, tumemwandikia barua ya utambulisho labda Abia, tunatiki and then naenda na save. Nikisave nakuwa nimewasainia category kwa namna hiyo. Hivyo ndivyo tunavyofanya kwenye sehemu ya category. Naamini hapo kidogo tumeeleweka, na kwa kusema hivyo nakuwa nimebakiza sehemu moja tu ya absent variables unknown. Hii nitaomba tuizungumze kwa sababu ina repercussions za kiutawala, kwa maana ya kwamba kuna vitu ambavyo pia vitapaswa kufanywa na wachungaji na nini. Naomba hii hasa igusiwe tunapokutana kwenye semina za makarani. Asante. Aliuliza swali hapa, aliuliza swali Boni aliuliza kwamba mfumo unaruhusu kufuta mshiriki mara ngapi ikiwa amefuta ushirika zaidi ya mara 3 na kurejeshwa. Okay, kiujumla ni kwamba mfumo utaendelea kunani. Unajua unapomfuta mtu ushirika, kwa mfano mnakumbuka yule tuliyemfuta ushirika pale Msumba Mlimani alikuwa anaitwa Michael, sawa? Nikija kwa mfano nataka kuingiza mshiriki mpya, kwa hiyo member /new member, afu nikaandika Michael Leonard, ndio huyu ni mshiriki mpya. Nikibonyeza search, sawa, itatafuta washiriki wanaitwa Michael Leonard. Ngoja itafute kwanza, maana ni kama nao ni wengi sana ulimwenguni. Ngoja load. Asante. Ninashukuru Brother Mbogo, nimeona swali lako. Ngoja tumalize hapa na tumeweza kuload. Okay. So Michael Leonard tuseme yule wa kwetu tuliyekuwa tumemfuta sasa. Yule tuliyekuwa tumemfuta ni huyu hapa wa Msumba Mlimani, sawa? Kwa hiyo kwa sababu jina lake limekuja hapa, simuingizi kama record mpya. Badala yake namselect. Nikimselect itaniruhusu kumuingiza kama mshiriki. Na sasa kwa sababu amebatizwa upya, nitabonyeza rebaptism, alafu nitaingiza tarehe ya ubatizo, sawa? Kwa mfano ni 2000 na ngapi, labda hiyo tarehe ngapi, 16 today labda. Nikaingiza jina mahali alikobatiziwa na mchungaji aliyembatiza. Baada hapo nikaja nikasave. Nikisave itamuingiza kama mshiriki mpya. Itamtoa sasa kwenye person, itamuingiza kwenye member. Lakini nikibonyeza sehemu yake ya history, unakumbuka pale tulipozungumzia jana, nikibonyeza sehemu yake ya history itanionyesha kwamba huyu mshiriki kuna wakati alikuja akafutwa na baadaye tena akaja akaongezwa. Kwa hiyo mfumo unaweza usionyeshe kwamba yaani usiwe na limit ya mara ngapi, lakini utatutunzia historia ya huyu mshiriki aliingia akafutwa, akaingia akafutwa, akaingia akafutwa, hata kama ni kwa makanisa tofauti. Kwa hiyo mfumo hauna limit, ila unatuonyesha historia ya huyu mtu aliingia akafutwa, kama tu watakao kuwa kimuingiza mara zingine zinazofuatia watakuwa na select ile jina lake la kwanza na wanamuingiza kwa rebaptism. Naamini hapo nimeeleweka. Asante Boni. Brother Mbogo ameuliza kwa mshiriki ambaye aliwahi kuomba ushirika kutoka kanisa lake Maria, na ni miaka zaidi ya 3 ushirika hujasomwa kule alikohitaji, lakini mfumo pia unaonyesha hajahamishwa, tunamsaidiaje? Maana sasa amerudi mwanzoni ulikokuwa ushirika wake. Kama kwenye mfumo bado transaction yake iko pending, utaenda tu utacancel huo ushirika kama tulivyojifunza jana ile. Kwa mfano kama aliomba ushirika kutoka kanisa la Edeni, akiomba kutoka, yani karani wa Edeni aliomba ushirika wake kutoka kanisa la Mwajikuga labda kwa mfano.
Kwa hiyo wamekaa muda mrefu, ushirika huo Majikuga hawakuwa wameruhusu ushirika uende. Kwa hiyo akija kurudi Edeni, karani wa Edeni anaweza tu akacancel ile transaction ambayo ilikuwa pending. Kwa anaweza tu akaicancel na maisha yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo wala haina changamoto. Nadhani tulielekezana namna ya kucancel transactions jana. Mfano, ngoja nije Buzuruga, utakuja hapa, alafu utakuja kwenye member transfer, na baada ya transfer ngoja iload, utakuta kwa mfano kama huyu ambaye huyu ushatuma. Ngoja nione kama ambaye kuna ambaye tuliomba, hamna ambaye tuliomba. Okay. Au aliomba. Kwa by the way ni hivyo tu, vyovyote vile utakuta kuna kibata cha kucancel hapo. Unaweza ukaingia tu ukacancel, na kwa sababu sasa tayari huyo mshiriki amesharudi kule, ukicancel hiyo request yako maisha yataendelea kama kawaida. Kwa hiyo uwezekano wa kucancel requests za transactions upo. Kwa leo mimi binafsi nilihamisha ushirika kutoka Mhonze kwenda Ngudu Central, lakini kwenye mfumo jina langu linasomeka pote. Hapo tunafanya vipi? Sasa kwa mazingira kama hayo, unakuta ni kwamba aliingizwa Mhonze, alafu pia majina yalipokuja kuingiza washirika wa Ngudu Central akaingizwa tena bila kuomba ule ushirika ambao tayari uko Mhonze. Kwa tunachoweza kukifanya kwenye mazingira kama hayo ni mawasiliano tu kwamba wa Mhonze, kwa sababu tayari wa Ngudu Central yupo na anaendelea, wa Mhonze atamuadjust out. Akimuadjust out wa Ngudu Central, kuna mtu anasema video imekata. Hebu ngoja niangalie. Sorry, mtanisamee, nilijua video imekata kuanzia muda gani? Ingawa nimekaa muda mrefu, kumbe nina nani. Okay. Kwa hiyo wa Mhonze atamuadjust out, then wa Ngudu Central anapaswa kuja na kumerge records zako na zile za yule ambaye alikuwa Mhonze. Kwa sasa hivi wa Ngudu Central hawezi kufanya chochote, kwa sababu kwa mujibu wa mfumo na uelewa ni kwamba hao watu ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo mtu wa Ngudu Central hana taarifa na mtu wa Mhonze. Kwa hiyo inabidi kwa ukisha notice hivyo, na uta notice vipi? By the way, hii inaweza ikawa njia nzuri ya ninyi pia kuangalia, kujua. Kwa mfano umewahi kusali makanisa mawili zaidi ya moja, unatamani kujua kama kanisa lako jina lako limeonekana mara nyingi, unaweza ukaja kwa mfano nitumie mfano huo wa Boni. Eti niandika Boni. Twende Ngudu Central kwa mfano. Sasa utaingia kwenye kanisa ambalo wewe uko. Kama unahisi umewahi kusali makanisa moja mawili, unaweza ukaja kwenye member search/new. Ukiandika Boni, kwa mfano ukiandika Boni Ngula, ukisearch itakuonyesha kwamba uko mmoja tu. Lakini ukitaka uone je kuna makanisa mengine pengine huko jina langu linaonekana, unaweza ukaantik hapa palipoandikwa local, ukaantik. Ukiantik maana yake ni kwamba unairuhusu sasa mfumo utafute kote, alafu utasearch. Utaona Boni bwana, jina langu pia limetokea Mhonze TX. Kwa hiyo wewe ni kitendo cha kuwasiliana na watu wa Mhonze TX ili waweze kuondoa jina lako, na wewe baadaye utakuja kulimerge huku. Jambo ambalo pia linawezekana kulingana tu na situation itakavyokuwa. Ninawashukuru, mimi nimemaliza ya kwangu leo. Sasa kama kuna swali pengine ambalo sijaligusa, ama kuna kitu ungetamani, hebu rudia pale, sikuwa nimeona vizuri, au rudia pale kwa interface ya simu. We are always available kwa ajili ya hilo. Niwasikilize sasa. Nitatoa dakika kama 2 hivi kama kutakuwa kuna jambo. Kama hakuna, basi tutahitimisha session ya leo, tukijipanga kwa ajili ya kesho, ambayo naamini kwa sehemu kubwa itakuwa ndo session ya mwisho. Sioni kama tutafika session ya 5, unless labda kama session ya 5 mtahitaji kwa ajili ya kufanya recaps na kushare mambo mawili matatu.
Okay. Okay. Naona kimya, na kwa sababu hiyo niwashukuru sana kwa kufika leo. Kwa wale ambao ninaona leo